السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa taala amemchagulia mwanadamu dini ya kufuata. Allah tabaraka wa taala anasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Allah tabaraka wa taala hakumtaka mwanadamu awe na khiari, awe na maamuzi na utaratibu wa kuabudu, kuanzia kuitakidi, kutenda matendo, nyenendo, miamala na yote yanofungamana na maisha yake. Allah tabaraka wa taala hakumpa khiari mwanadamu aishi anavyotaka. Alimwekea utaratibu na mfumo maalum, kwa kuwa yeye ndiyo aliyomuumba. Anajua Allah tabaraka wa taala kwamba kiumbe wangu anatakikana aishi katika utaratibu huu na mfumo huu, akamwekea utaratibu maalum. Utaratibu huo ndio dini, na dini hiyo ni dini ya Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yoyote atakayefuata akahitaji akaamua kufuata utaratibu na dini isiyokuwa ya Uislamu hatokubaliwa, kwa sababu hana khiari. Anatakikana afate utaratibu aliowekewa na Allah tabaraka wa taala, afate mila na desturi alizowekewa na Allah tabaraka wa taala. Akifanya hivyo hatokubaliwa. Wa huwa fil akhirati, na huko akhira, si hapa tu, akhira atakuwa ni katika wale waliokula hasara. Allah tabaraka wa taala alimwekea mwanadamu utaratibu kamili, kiasi kwamba mwanadamu huyu hatohitajia mfumo, utaratibu, miongozo kutoka kwa asiyokuwa Allah tabaraka wa taala.
hivyo Allah tabaraka wa taala akaukamilisha utaratibu huu, ikawa hakuna nafasi ya ziada wala hakuna mapungufu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hivi leo يوم Arafa katika hajjatul wadaa, Allah tabaraka wa taala akasema hivi leo nimekamilisha dini yenu na nimetimiza neema yangu. Uislamu ni neema, dini hii ni neema, lakini nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini, ndio utaratibu wa kuitakidi, wa kuabudu kwa kutenda, kusema, miamala ambayo mwanadamu atakiwa aitende, amewekewa utaratibu kamili. Allah ameuridhia utaratibu huu, wa raditu lakumul islam din. Na dini hii ndio mila ya Ibrahim. Allah tabaraka wa taala ametutaka sisi tufate dini hii, na dini hii ndio mila ya baba yetu Ibrahim alayhi salam, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. ni nani mzuri wa kufuata, mzuri wa dini kuliko yule ambaye ameusalimisha uso wake kwa Allah tabaraka wa taala, akawa ni mukhlis, akafanya ihsan kwa kutenda yale ambayo ameelekezwa na wale waliotumwa na Allah kuja kumuelekeza mwanadamu, na akafuata mila ya Ibrahim, mila ambayo ni hanifa, ni mila ya kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala, ukajisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala, ukayaelekeza matendo yako yote kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na ukaacha mila zote na desturi zote ambazo haziendani, ni kinyume na utaratibu na desturi na mila ya Uislamu. Hii ni neema kubwa. Mfumo huu ni mfumo kamili. Dini ya Uislamu ni dinun kamil, dini iliyokamilika. Kuanzia itikadi, ukisoma itikadi ya Uislamu haina ghumudh, haina mafundo wala kufungwa, tofauti na itikadi nyingine. Kuna itikadi ziliwapelekea wale wafuasi waone kwamba hii si dini. Mfano itikadi ya utatu. Itikadi ya utatu imewashinda kwenye itikadi hiyo. Mungu huyo ni Baba, Mungu huyo amegawanyika katika mtoto, Mungu huyo amegawanyika katika Roho Mtakatifu. Kimoja alafu kimegawanyika katika tatu. Itikadi hii ya Trinity imewashinda wenye itikadi hii, na Allah tabaraka wa taala alipinga, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Uislamu ukitazama itikadi yake ni itikadi ya wazi, inakubalika na akili sahihi salimu aliyomuumbia Allah tabaraka wa taala mwanadamu. Uislamu ukitazama ibada, mafunzo ya ibada tunazozifanya, tuliofundishwa, ni mafunzo yako wazi, yanakubalika kisheria, kiakili, kimaumbile ya mwanadamu. Ukitazama miamala mbalimbali ya nikah, ya ndoa, miamala ya biashara, utauona Uislamu ni dini iliyokuwa kamili kabisa. Mafunzo yake ni mafunzo bora, mazuri, hayana mfano. Tizama kwenye ndoa, namna sisi tulivyofundishwa jambo la ndoa, kuoa. Mfano kuoa mwanamke zaidi ya mmoja, dini yetu imetufundisha hivyo. Jambo hili laendana, chilia mbali sheria yenyewe, akili ya mwanadamu, maumbile ya mwanadamu, mwanaume kuoa zaidi ya mke mmoja. Wale ambao wana mmoja tena kwa uhai na kifo wanatatizika sana na jambo hili. Maumbile yao yakinzana na utaratibu wa dini yao.
Ndiyo maana maeneo waliojikita watu hao wa mke mmoja kwa uhai, kwa maisha na kifo, ni maeneo yanaongoza kwa takwimu ya juu kabisa ya ukimwi. Yawezekana mtu ana mke mmoja katika dini yake, lakini ana vimada 11. Halafu wakawazuga Waislamu kwamba ndoa zaidi ya mke mmoja ina matatizo mingi, ndoa za mitaala zikafundishwa maskuli, ni sababu ya kuenea kwa ukimwi. Lakini tukitazama maeneo ya watu ambao wana mafunzo hayo ya mke zaidi ya mmoja, takwimu ya ukimwi au asilimia ya watu wenye ukimwi ni ndogo, yawezekana chini ya 0. Mifano katika nikah, mifano katika biashara, katika uchumi. Ukiutazama Uislamu na mafunzo yake ya uchumi, utaona ni uchumi bora kabisa, mafunzo bora kabisa kuliko mafunzo yote. Mafunzo ya rasul malia, capitalism, ubepari, mafunzo ya ishtirakia, communism ambao ni ushirika, mafunzo ya shuuia, socialism, ujamaa, mafunzo ya aina mbalimbali ambao yanafungamana na uchumi, mambo ya monopoly na aina nyingine za mifumo ya uchumi. Ukilinganisha na Uislamu, utaona Uislamu ni dini mafunzo yake bora kabisa katika uchumi. Hatuna muda ya kuoanisha, lakini mafunzo bora. Mfano, tizama jambo la riba. Kuna watu wanaona riba ni muhimili wa uchumi, mabenki hayasimami bila ya riba, lakini wametopezwa watu wa riba. Ndio maana wanakwenda, utasikia mkopo kwa riba nafuu kabisa, wanahangaika ile riba, watamani waiondoe, lakini walitengeneza kama ndio mfumo wa biashara. Huku wahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah amehalalisha biashara, ameharamisha riba. Mafunzo ya Uislamu katika hukumu, kwa maana makosa mbalimbali ya kijinai, makosa mengine ya madai, kusimamia hukumu na sheria watu wanapokoseana. Ukitazama Uislamu katika upande wa al-qadha, ikiwa kama ni daula katika mihimili yake mitatu, al-qadha, mambo ya tashri'i na mambo ya tamfidhi, sababu watu wanasomeshwa, madola yamegawanyika katika watunga sheria ndio mabunge, kuna mahakama huko na kuna serikali, kwa kuna executive, kuna judiciary na kuna parliament. Ukitazama Uislamu mfumo wa shura, Uislamu katika masala ya sheria iliyowekwa na Allah tabaraka wa taala, ukitazama Uislamu sheria zake, ukitazama hapo ni mambo ya qadha, kusimamia hizo sheria anayokosea, utaona mafunzo ya Uislamu ni mafunzo bora kabisa, hayana kifani. Uislamu ni dini kamili, siasa yake ni siasa bora kuliko siasa zote za kidemokrasia ambazo ni siasa zimefeli katika ulimwengu. Sasa hivi siasa ya demokrasia na capitalism, rasul mali, ubepari zimefeli. Dola za demokrasia zinaanguka, watu waandamana, nchi za chomwa moto, watu wamechoshwa na mifumo dhalimu. Kitazama Uislamu ni dini kamili, siasa yake al-kharijiyya wad-dakhiliyya. Al-Imam Ash-Shinqiti rahmatullahi ta'ala alayhi ana risala asili yake ni muhadhara al-Islamu dinun kamil, kaeleza mambo 10 kama ishara ya kutazama Uislamu ni dini kamili. Yatazame mambo hayo, utaona hii ni dini iliyokamilika. Allah tabaraka wa taala akamtaka mwanadamu afuate dini hiyo, waqim wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah dhalika ad-dinul qayyim. Allah tabaraka wa taala akamtaka mwanadamu aelekee katika dini hali akiachana na mila hizi zote isokuwa mila ya Uislamu. Na hilo ndio umbile, Allah akasema ndio umbile alomuumbia mwanadamu. Mwanadamu kaumbiwa umbile la dini, hii ndio umbile lako. Ukienda kinyume na dini isokuwa Uislamu na mila isokuwa Uislamu, wewe umeenda kinyume na maumbile na
hilo lipime katika mambo yote yanayofungamana na dini na yale ambayo kinyume na dini, utaona yanaenda kinyume kabisa na umbile. Kama jambo la mke kubakia na mke mmoja tu ikawa ndio itikadi na sheria, tuone ipo kinyume kabisa na umbile. Tizama riba, ipo kinyume kabisa. Watu wanokula riba wanahangaika, hakuna uchumi wowote zaidi ya kuteseka. Leo kausha damu, kesho mwende kasi, kesho kule, toka anakopa, ana kitanda, ana godoro, ana sofa, mwisho analala chini. Akili gani itakubali ukachukua sehemu mkopo ujikwamue kama mjasiriamali, mwisho analala chini? Vile ambavyo ulivichuma kabla ya kuchukua mkopo ili ujikomboe pia waviuza. Ni mfumo gani huu? Dini hii ni dini kamili. Allah tabarak wa taala akamtaka mwanadamu asimame katika dini hii, asije akatolewa na wapiga debe wanaofanya kampeni ya kumtoa katika dini hii. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah. Hakuna kubadilisha. Imekuja nafyu na wao na watuoni wanasema ni ablaghu minan nahi, la tabdila li khalqi Allah. Hakuna kubadilisha umbile la Allah, kwa maana msibadilisha umbile la Allah mkaiacha dini hii ya Uislamu, mkaacha umbile lenu alioumbia Allah tabaraka wa taala, mkafuata dini nyingine na mila nyingine. Allah tabaraka wa taala akasema hiyo ni dini iliyokamilika kabisa, walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Lakini watu wengi hawajui. Na kweli kosa kwa elimu kwa watu wengi, hawafahamu kwamba Uislamu unatosha katika kila nyanja ya maisha ya mwanadamu. Ni jambo gani zuri unaweza ukatupa mfano jambo hilo liko katika dini nyingine au mila nyingine, jambo hilo halikufundishwa na Uislamu, likawa jambo hilo ni zuri ukahitajia wewe kulikopi na kulichukua kutoka huko? Lipi jambo hilo? Mahasidi, maadui walipoona haki hii wakafanya kampeni ya kuwatoa waislamu katika dini yao. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Wametamani, wadda kathirun min ahli alkitab, wametamani wengi ya watu wa kitabu, Mayahudi na Manasara, lau watakutoeni katika dini yenu, huko mliko katika dini hilo ambalo ndio dini ndio umbile lenu hilo, wakutoeni hasadan min indi anfusihim, ikiwa ni hasadi itokayo kwenye nafsi zao, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, baada ya kubainikiwa na haki. Walibainikiwa na haki kwamba Uislamu ni dini kamili, ni dini iliyoendana na maumbile ya mwanadamu. Walipoona hilo na haki kuwa wazi, wakafanya husuda maskini, wakawahusudu waislamu, wakafanya mipango mbalimbali ili wawatoe waislamu katika dini yao. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. walisema kuwa ni Mayahudi na Manasara. Hawakuanza kampeni leo, toka wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Husda zimewajaa, wanahangaika wawatoe waislamu kule waliko, wende katika taratibu na mila zao. Wakawa wanasema kila mmoja kwa nafasi yake. Waqalu, si maana waliafikiana, kila mmoja alisema. Nasara alisema kuweni Manasara, kuweni Wakristo mtaongoka, na Mayahudi nao wakasema kuweni Mayahudi mtaongoka. Si maana waliafikiana, kwa sababu waqalat alyahudu laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat alyahudu ala shay'in. Hawa kila mmoja alimkataa mwenzie. Myahudi anamwona Mnasara yupo katika sawa, na Mnasara Mkristo anamwona Myahudi yupo katika usawa. Kwa kila mmoja alisema kwa wakati wake kuweni Mayahudi. Mayahudi walisema hivyo, na Manasara wakasema kuweni Manasara, kuweni Wakristo mtaongoka. Qul, sema e Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, bali mimi au sisi tutafuata mila ya Ibrahim hanifa, hali ya kuwa ni mila au ni utaratibu
wa kuachana na kila mila isiyokuwa Uislamu. Hanifa hali ya kuwa ni mwenye kumili kuachana na mila nyingine kuelekea katika mila hii ya Uislamu. Wama kana min al-mushrikin. Ibrahim hakuwa mshirikina, alikuwa ni hanifa muslima, alikuwa ni mwenye kumwelekea Allah kwa kutekeleza ibada lillahi tabaraka wa taala, hakufuata mila nyingine. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. hakuwa Ibrahim yahudia wala nasrania, hakuwa myahudi, hakuwa mzayuni wala hakuwa mkristo. Ibrahim alikuwa ni hanifa muslima, hakuwa ni mshirikina. Kampeni zilianza wakati huo na visa mbalimbali, mapigano na fitna mbalimbali na dhulma mbalimbali dhidi ya Waislamu, kama ambavyo tunaona katika wakati tunaoishi. Vita vipo, wako Waislamu katika maeneo wanadhulumiwa, wanapigwa kwa sababu ya dini, wako wanaofanya kampeni mbalimbali za kuwakandamiza Waislamu ili watoke katika dini, waachane na utaratibu wa Uislamu. Na katika vita na silaha kubwa kabisa walioitumia maadui dhidi ya Waislamu ni silaha ya kifikra, al-ghazw al-fikri. Walitumia jambo hili kwa muda mrefu na leo wapo katika kiwango cha mafanikio, kuzisafisha bongo za Waislamu, wakauona Uislamu ni dini ya dhiki, ni dini ukishikamana nayo utapata tabu, ni dini haina mafungamano na dola, haina fungamano na maisha, ni dini ibakie msikitini watu kuswali. Na pia ikafikia kiwango cha ilhadi, hata huko kuswali ni Waislamu wangapi wabakiwa na majina katika miji yetu tunaoishi, hawaswali, wamekuwa wapagani. Kwa wakaleta mabadi, misingi mbalimbali na afkari mbalimbali alhadama ambazo zikaingizwa katika miji ya Waislamu kwa njia mbalimbali walizotumia, zikiwemo njia za ukoloni, wakazikalia nchi za Kiislamu mbalimbali kwa nguvu na dhulma, lakini wakaingiza Ukristo, wakaingiza Uyahudi, wale wakaingiza ukomunisti, masala ya kupinga uwepo wa Allah tabaraka wa taala, wakaingiza demokrasia ambayo asili yake zimetoka huko kwenye mambo ya mapinduzi ya Ufaransa, French Revolution. Huko watu walipoadhibiwa na mifumo ya kanisa batili na itikadi mbovu za kikanisa, ikiwemo itikadi ya utatu, baada ya mafunzo sahihi ya Isa alayhi salam kubadilishwa na Paulo, ni katika waliobadilisha mafunzo ya Uislamu, fikra za utatu. Kukaa kuna rijalu kanisa, hao kazi yao wameshika misamaha ya watu, fanya dhambi unakwenda unaungama tu kwa mabwana na viongozi wa kanisa, ukiungama, ukifutwa paji la uso, ukitiwa masinzi, dhambi zimefutwa. Na Yesu aliuawa msalabani, damu yake ndio ukombozi wa madhambi. Watu wakabadilishiwa mafunzo sahihi. Na al-Imam Ibn Taymiyyah ameandika kitabu al-Jawabu as-Sahih liman baddala din al-Masih, jawabu sahihi kabisa kwa aliyebadilisha dini ya Masih. Watu wakachoshwa na mifumo. Rijalul kanisa akawa wanachukua tu hela, wanawadhulumu watu kama mifumo mnayoiona. Bwana mkubwa aweza kuwa na gari la milioni 500, lakini watu wengine maskini, yeye kazi waleteni sadaka, yeye toeni sadaka. Hata nauli unaambiwa toa nauli, Bwana Yesu atakufikisha unapokwenda. Alafu kesho unaulizwa, jana ulifika au hukufika? Unajibu nimefika. Haleluya. Unitikani. Shughuli imekwisha. Haya yaliwachosha huko, watu wakafanya mapinduzi. Ndio watu wakatafuta hayo demokratosi, sheria nje ya hekalu. Tunataka sheria za kutuongoza nje ya hekalu, ya nyumba za kidini. Ndio hiyo demokratosi au demokratia, is a government of the people, for the people, by the people. Mmesomeshwa maskuli, serikali ya watu kwa ajili ya watu, ulioko na watu. Hukumu shabi bishabi, watu wajihukumia wenyewe, wajitawale wenyewe, sheria watunge watu, wajihukumu wenyewe. Mambo ya dini siju kadha huko, pakazuka mifumo hapo ya almania, fasulu dini anil haya au secularism, au usilete udini.
wana misemo usilete udini hapa, serikali haina dini. Hapa kazini usilete udini, peleka huko. Unajua ukiendekeza dini utakufa na njaa. Hii misemo hii ya dini haina nafasi kwenye maisha. Si haikuja kwa bahati mbaya. Watu waliandaliwa. Hizi ni mabadi al-haddama, ni misingi imeingizwa. Watu wakafundishwa uhuru. Kuna uhuru wa kusema, uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuishi unavyotaka. Ndio mambo ya freedom, hizo freedom zimo huko. Na tukasomeshwa mambo ya liberalism, mambo ya liberty. Hayo tulivu aziwishi wewe, ishi unavyotaka madamu hujavunja sheria ya nchi tu. Angalia, yani sheria ya nchi ikawa ina nafasi na kanuni za nchi ina nafasi kuliko sheria ya Allah. Nchi ina nafasi kuliko Allah tabarak wa taala. Haya mambo yakaingizwa kutokea huo ukoloni kwenye mifumo ya elimu, zikaingizwa kama ni maudhui, zikafundishwa, tukalelewa humo mashule. Na fikra nyingine za almasumia, freemasonry, zikaingizwa humo, fikra nyingine mbalimbali za alqaumia walwatania, unchi. Tunasimama uzalendo, maslahi ya nchi tu, tuweke pembeni itikadi zetu za kidini na mengineyo. Hii misemo na hizi fikra ziko nyingi sana, zikaingizwa Waislamu wakajazwa. Sasa hivi tuna asilimia kubwa ya wapagani. Yani tazama hapa Pongo tunapoishi, miji ya Waislamu, nenda muda wa swala, wanaoswali na wasioswali wapo wengi. Wasioswali hawajui ile Allahu akbar, hawana kinachowashtua. Allah hana nafasi katika nyoyo zao. Wapagani majina tu, lakini hawana dini, hawana yakini juu ya Allah, hawana yakini na akhera, kwa sababu ya hivi vita ya kifikra, vita ambao ni kubwa sana na athari yake ni mbaya. Qulu ma tasma'u. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. يقول سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Allah anamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatoridhia kamwe mayahudi na manasara mpaka wewe ufuate. Walan tardha anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawatoridhia mpaka ufuate mila zao. Qul inna hudallahi huwal huda, lakini wewe sema, waambie muongozo wa Allah ndio muongozo wa kweli, mafunzo ya Allah ndio mafunzo ya kweli. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allah min wali wala nasir. Ikiwa utafuata ahwa zao, Allah ameziita ahwa, ni matamanio tu, ni utashi, ni mambo waliyobuni kutoka katika nafsi zao. Wana mambo mengi wameyatengeneza wakatuletea sisi, hatuwezi kuyataja yote, ni mengi. Na tumesomeshwa, tumelelewa, tukalelewa katika fikra hizo. Allah ameziita ni ahwa baada alladhi ja'aka min al-ilm, ukafuata baada ya kujiwa na elimu. Elimu ni jambo la msingi sana. Allah tabarak wa taala amemwekea tahdidi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kufuata nyenendo za wasiokuwa Waislamu, nyenendo na muongozo usiotoka kwa Allah. Lakini baada ya elimu iliyokujia kuonyesha elimu ni jambo la msingi sana, tulipopigwa vita pia ya kusoma dini, kuna watu wakapigwa vita iliwapiga na watu wakapigika ya kusoma Uislamu wao, kuanzia wakati wa ukoloni huko mpaka wakati wa nyuma hapa. Mtu akisoma dini anajishtukia, anajinyanyapaa, anajiona amepoteza. Kwa nini? Hakwenda kusoma skuli akapata degree, akapata diploma, na unatafuta mpaka mipango ya kutengeneza. Tu anaweza kukuuliza swali, pale unasoma alafu unakwenda wapi? Kwa unatafuta mipango, pale nikisoma nikifaulu nakwenda Saudia. Kwa hiyo mtu ukimtajia Saudi Arabia kidogo kwa kule ukifaulu unaweza kwenda Saudi Arabia kidogo, yani kama vile umemfanya aone unachokisimamia basi kina thamani. Huwezi kuwa na hoja nyingine, ilikuwa hivyo. Na ukawa kuna kundi jingine linafanya kampeni
ya kwamba hakuna mgawanyo wa elimu, no demarcation of knowledge. Mbiu hiyo ikasema hakuna mgawanyo wa elimu, elimu ni moja tu. Lakini malengo yao ni kuwafanya waislamu wasisome dini na wapupie kusoma hizi elimu za kimazingira na nyinginezo ambao zimejazwa ndani yake maudhui na misingi mbaya kabisa ya kuwafanya watu wafikie katika kiwango cha ilhad. Hapa waislamu wakawa wamezubaa, na wengine mlizubaishwa sana baada ya fadhila ya Allah tabarak wa taala. Kisha da'watu salafia ikaleta izza, mtu akawa anasoma dini ana izza, na vijana wanaosoma mavyuoni kama hawendi madrasa wanaambia nyinyi wajinga tu. Utaona huku wanakwenda huku wana presentation, huku jioni wanaingia wanasoma usulu thalatha. Mabadiliko yakotokea, mapinduzi baada ya fadhila ya Allah. Kisha da'wa hii ya haki, Allah tabarak wa taala amemtahadharisha bwana mtume sasa hawatoridhia mayahudi na manasara mpaka ufuate mila zao. Lakini waambie muongozo wa Allah ndio muongozo wa kweli. Hii dini ya Uislamu ndio dini ya kweli, na tuambiwa sisi Uislamu watutosha kwenye itikadi, kwenye ibada, kwenye harusi zetu. Hebu tizama harusi za Waislamu, haya marusha roho na baikoko yatoka wapi? Watu wamechukua maukumbi na aina fulani ya mavitu yanofanyika, moving camera, huyu amrekodi yule atupwa huku, kuna kitchen party, kuna ndundu party, kuna send off, kuna usiku wa kanga, kuna usiku wa vyombo, kuna mambo mengi. Yote mtoto wapi? Hizi kama ni mali hizi, israfu ya nini? Watu wameiga. Uislamu watosha, kwani hawakuoana masahaba, mtume hakuoa, hakuna harusi, hakuna furaha, hakuna pumbao na kisheria kwa wanandoa. Hatukufundishwa sisi? Jawabu, tumefundishwa. Lakini watu wamefanya kampeni na tumetoka katika dini tukafuata mila sio mila za Uislamu. Sasa atakayefuata utaratibu usiokuwa wa Uislamu, atakayefuata usiokuwa mwongozo wa Allah tabarak wa taala, basi mtu huyo baada ya elimu kumjia, aliambiwa bwana mtume na tuambiwa na sisi, hutopata walii, hutopata msaidizi, hutopata kunusuru kesho mbele ya Allah tabarak wa taala, baada ya Allah kukunyima nusura na kukunyima uangalizi wake. Uzanguni, madhara ni makubwa sana. Katika madhara ya watu kuacha inhirafu hii, kuacha dini na Uislamu na mila hii ya Uislamu, madhara yake ni watu kuishi mulhidun. Watu wakawa wanashaka juu ya uwepo wa Allah tabarak wa taala, na vitu hivi sana ni vitu vya kawaida. Watu wengi wanaopita maskuli wamekumbwa na vitu hivi, tukasomeshwa mpaka theory ya mwanadamu ameumbwa au amejitokea. Ilikuwa ina malengo gani theory hii? Dhana hii kwa mwanadamu, je, kaumbwa au kajitokea? Tukafundishwa na mifano, kaambwa tizama kwenye mtungi wa maji, kama maji yanakaa sana ndani wakuta viluilui, kaviumba nani vile? Ulizwa vimetoka wapi vile? Mwalimu huyu anakomaa. Tukafundishwa mwanadamu huyu mwanadamu asili yake alikuwa ni sokwe au ngedere au nyani, alafu akaadvance toka alikuwa na magoya, kainama, kakita miguu, akenda mpaka simama. Na vitabu watoto wakachorewa kabisa, watoto wakajazwa hivi vitu. Huu ni mtaala, msizania haya ni mambo watu waliyaeka tu kwa bahati mbaya. Walikuwa na malengo, watu wakawa na shaka juu ya uwepo wa Allah, wakawa na mashaka juu ya muumba Allah tabarak wa taala. Je, wao wameumba au wamejitokea tu? Kwa tuna watu mpaka leo ni wapagani, ana jina tu mpagani, kinachoambia inshallah niombee dua. Ni madhara. Lakini katika madhara ni kutokutabikishwa sheria ya Allah tabaraka wa taala katika ardhi. Kwa watu wakaingia katika demokrasi, na kwenye demokrasi ikawa kuna watu wanatunga sheria, sulta ya tashri'ia ikawekwa huko, kwa watu wanakwenda wanatunga sheria zao. Sheria ya Allah, tayari nchi hazina dini, hakuna dini, usilete udini, hayo mambo ya dini huko. Sheria ya Allah ikawa haina nafasi, lakini kanuni zilizowekwa na kutungwa na watu zikawa na nafasi sana katika jamii. Katika madhara ni kuenea fasadi, ufisadi katika upande wa akhlaq.
hadithu wala haraj. Mtazameni namna tabia zilivyokuwa mbaya katika mujtamaa: ulevi, uzinifu, uvutaji bangi, watu kwenda uchi na mengineo, wizi, ujambazi, tabia ovyo mbaya kabisa katika mujtamaa. Madhara yake ni hizi: fikra mbalimbali na mila mbalimbali zisizoendana na Uislamu zilipoingizwa kwa watu. Kwa mfano, fikra ya capitalism, rasulmalia, msingi wake ni kuchuma tu kwa njia yoyote, wewe umiliki tu. Kwa Muislamu ana Uislamu lakini auza pombe, bora apate ile mali. Rasulmal ni kutafuta kumiliki, yuko tayari auwe, yuko tayari auze madawa ya kulevya, alafu huko anachukua hela za madawa ya kulevya aleta msikitini atoa sadaka. Angalia, watu wako tayari kuchuma kwa njia yoyote, na wakatengeneza kwamba hizo ni njia za kutafuta maisha. Watu wanafanya betting. Mtizama betting, mambo ya kamari yalivyoenea. Vijana hawana kazi na mikeka, mara mkeka umechanika, mara mkeka hivi, watafuta maisha. Hii ni fikra ya kutafuta mali ya rasulmalia, imewajaa watu, na mtu akipata mali ni yake tu. Wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum, Allah sema wapeni. Ni kuwazungumzia wale watumwa wanataka kuandikishiana na bwana zao ili wajikomboe. Wapeni mali za Allah, hizo ni mali za Allah, Allah amekupeni. Huu ni mtazamo sahihi wa Uislamu, haupo katika fikra hizo. Wanao mpaka baadhi ya watu masalafi, mtu ana mali mabilioni lakini ni zake tu yeye anaona. Kumbe Allah anasema ni mali zake kakupa wewe, wape wengine wenye haja, zimepitishwa tu. Lakini nadharia hiyo, mtu atachuma, atajidibikizia, ana akaunti 7 10 hela zimekaa. Watu wana haja za kimsingi, chumeni, fanyeni kazi. Wengine wakaona kufanya kazi ni kukatika kiuno. Yani unaona wewe kazi ya kukatika kiuno ndio kazi sana kwa dharau watu. Ukakatika kiuno juu ya mjukwaa ukapata hela, ndio kazi kubwa. Umetengenezwa kufikia hapo. Fasadi imeenea katika mujtamaa kwa sababu ya hizi afkara na dawa. Madhara ni mengi sana ndugu zangu, hatuwezi kuyaorodhesha, ni mengi sana ambayo tunaishi, tumeathirika nayo. Tunao ndugu zetu wamekuwa ni matumizi wa madawa ya kulevya, wameathirika na ujambazi, wameathirika na tabia nyingine za ushoga. Vijana tunawaona wanakwenda huko sasa hivi, wakienda wakisoma vya vikuu, wakirudi wanavaa vibukta. Ya unashangaa huyo kavaa kibukta, vaa kibukta. Aone yale mavazi pia ya kuvaa suruali ndefu pia bado ni ushamba, umeshatengenezwa huko. Leo kuna timu za wanawake za mpira. Zote ni fikra hizi zimeletwa kwa wanawake wanacheza mpira nao. Yani sisemei hiyo mipira ya wanaume, nyewe mwajua tushaizungumzia. Sasa la ajabu ni wanawake nao wacheza mpira, alafu kocha wao mwanaume. Yani yule mwalimu wa mazoezi pia wanawake mwanaume. Tena kocha wa timu ya wanawake mmoja nilikuwa namjua ni Muislamu wa Tanga, alafu kocha mkuu wa timu ya wanawake Tanzania. Hebu tazama jamii ilipofikishwa. Madhara yake ni mengi. Wajibu wetu sisi ni kuisoma dini katika njia kwa ufupi ambazo zitasaidia kurudi katika dini. Ni sisi kusoma Uislamu, tukausomesha, tukawalingania watu, tukatumia juhudi kuwaelekeza watu Uislamu na mazuri ya dini yetu. Ni lazima tufanye kazi, tusome kweli, tusome tujue Uislamu kwa maana ya kujua Uislamu kwa sura yake kamili. Tuwalinganie watu, tuwasomeshe watu, tuirudishe jamii katika dini. Hali ni mbaya mtaani. Lakini kadhalika tuwabainishie watu hizi mbinu za maadui wa Uislamu wanazotumia, ambazo zimekaa katika fikra ambao wenyewe wanaita brainwashing. Watu wanasafishwa bongo zao. Watu wengi hawajui, wanaona ndio ufahari tu. Wakisoma, kuna wengine nyinyi walimu wa mashule mnasomesha tu. What is democracy? Unashuka tu pale Abraham Lincoln amesema, unashuka tu, huna comment yoyote. What is liberty? Unashuka tu mwalimu pale. Unafundisha tu capitalism, socialism, unashuka tu mwalimu. Huna comment, huna taaliki yoyote. Upo tu na wewe kama wale wengine. Unasomesha nadharia nyingine.
lazima tuwabainishie watu. Umepata fursa, bainisha watu hii ni mifumo tusomesha, mifumo sio sahihi, ya batili. Sikuna watu walikuwa wanafanya au hamjui, wengine msijua. Ashay yukali, mtu anaambia fulani kazani wa fulani, afu mwalimu ageuka uongo. Ananye kuna watu wote mwanasoa kwenu, kwa mtu anasomesha wasema uongo, mwalimu ageuka kwa wanafunzi kidogo uongo. Tuwabainishie watu, tusimame watu wajue hakika ya hizi mabadi na mbinu za maadui za kututoa katika dini yetu. Lakini kadhalika tuwe na izza na Uislamu, tuone Uislamu ni dini ya izza. Tuna neema kubwa, tuna izza, tujifakharishe na dini yetu, na kila jambo la maisha yetu tutafute izza yake na nguvu yake na heshima yake na usawa wake katika dini yetu. Tukitafuta izza nje ya Uislamu tutadhalilika. Lakini kadhalika ni kuzieka mbali alati na vyombo mbalimbali ambazo zimebeba fikra hizi, zikiwemo ma TV, jambo ambalo sisi tukizungumza kuna watu hawatuelewi. Watu wana sisi ni watu wa karne gani? Lakini tuna challenge kila siku, tunatoa challenge. Asimame mtu atueleze faida za matelevision, alafu atueleze na madhara yake. Watu hawa wote walobadilika 90% kama sio shule ni kupitia ma TV na vyombo vya habari, wameona, wamesikia, watu wakabadilika. Hakuna mtu alokuja kuwashikia mtoto, kuna madhara yake ni makubwa sana. Na sisi tuambizana tuwekeni mbali vitu hivi kwa watoto wetu na familia zetu, madhara yake ni makubwa. Lakini kadhalika izzatu nafsi, kuna watu wametolewa katika dini kwa sababu ya shida na njaa. Misaada mbalimbali katika njia walitumia kuleta misaada ya madawa, mahospitali, mashule. Izza ya nafsi ni kitu muhimu sana. Kama una shida, wewe tafuta maisha yako katika njia sahihi, si uwe na nafsi dhaifu. Unaweza kununuliwa ukauza dini yako kwa aradh min ad-dunya. La, ni lazima uwe na izza ya nafsi. Tumuombe Allah tabaraka wa taala awarudishe waislamu katika dini hii, dini ya Uislamu, dini kamili. Tumuombe Allah tabaraka wa taala awaonyeshe wale ambao hawajaona khairi ya Uislamu, hawajaona ukamili na ubora na fadhila ya Uislamu, Allah awaonyeshe waweze kufuata. Tukipata muda kama si hapa, katika maeneo mengine mambo haya yahitaji kuzungumzwa kwa urefu, hasa hizi mabadi na afkari na madhahib al-muasira. Tupate muda yazungumzwe kwa urefu kabisa, na tutanukuu maneno tukipata muda ya watu wasiokuwa waislamu walokiri kumkiri Mtume Muhammad na hii dini. Kama engeliendelea kuwepo, basi Uislamu wote ungelikuwa na nuru ya Uislamu. Wako walotamka namna wakati wa bwana Mtume na maisha yalivyokuwa yana khairi, wakati wa khulafa watu waliishi katika khairi kubwa kabisa. Tumuombe Allah awarudishe waislamu katika hilo, na sisi Allah tabaraka wa taala tumuombe atuthibitishe katika dini hii kamili. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa nakkis a'da'aka a'da' ad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.